Asante sana wewe ambaye unasikiliza. Umekuwa ni ushuhuda mrefu sana na umesikia mengi yameweza kuelezwa hapo. Bila shaka utakuwa umepata kitu, na wale ambao mlikuwa mnahitaji namba sasa mmekwisha ipata. Kama atapata nafasi basi ataweza kuitaja tena hapo baadaye. Lakini nilikuwa naogopa kutoa namba mapema kwa sababu kuna maswali mengi watu walikuwa wanayauliza na yamekwisha pata majibu tayari. Swali kama swala zima la jina, kuna mtu hapa nimeona watu wengi sana wanauliza hapa kwamba jina lake la ubatizo ni nani? Jina la ubatizo ni nani? Basi ameshajibu hilo hapo. Nadhani ni moja kati ya vitu ambavyo vimeweza kupungua katika maswali yale ambayo ni mengi kutoka kwa wasikilizaji. Sasa tuweze kuendelea hapa, na kama ambavyo nimekuambia niko na mtumishi wa Mungu hapa na yeye ataweza kujibu baadhi ya maswali. Mtumishi wa Mungu, kuna maswali mengi sana. Kwanza nikupongeze kwa ushuhuda wako. Asante sana. Nikupongeze kwa ushuhuda, umekuwa ni ushuhuda ambao ni mkubwa sana na watu wengi wanasema wamebarikiwa sana na huu ushuhuda. Amina. Lakini kuna maswali mengi sana, na moja kati ya swali kubwa ambalo nimeweza kulinukuu hapa tangu umeanza kuelezea safari yako ya wokovu, limekuwa ni swali linajirudia sana. Ni swali ambalo wanauliza kuhusiana na ulielezea kuhusiana na mtu mmoja ambaye uliwahi kuishi naye. Alikuwa mke wako ambaye ulimpata katika mazingira ambayo ni ya kishirikina. Ukawa umeishi naye hapo, lakini baadaye ukawa umetoka Tanga ukaenda Dar es Salaam, huko ndo kaendelea na masuala mengine hadi kufikia kwenye wokovu. Wengi wanauliza huyo mwanamke yuko wapi? Hilo ndo moja kati ya maswali ambayo ni mengi sana, limeulizwa na watu wengi sana. Tuanzie hapo. Jibu ni rahisi tu kwamba yule aliliwa na mwalimu. Aliliwa na mwalimu? Aliliwa nyama kabisa kama vile unavyokula nyama ya kuku. Mwalimu aliamua sasa basi. Kwa hiyo aliliwa. Aliliwa nyama ya. Yani kabisa, yani kama unavyokula kuku. Naam. Kwa hiyo mwalimu aliamua afanye hivyo kwa lengo gani? Ni kwamba ni basi sasa hatuwezi kuwa naye tena. Maana yake bado tunapendana na mwalimu wangu, na yeye ananihitaji na mimi namuhitaji, lakini ugomvi hatujawahi kugombana popote isipokuwa tu alipotokea yule binti. Kwa hiyo sasa ili tusiendelee kugombana, bora huyu asiwepo. Maana yake asipokuwepo analeta ugomvi. Asipokuwepo tunaweza tukapatana. Lakini akiwepo hata tukipatana, mapatano ni ya muda. Ugomvi utaendelea. Okay. Sawa, hilo ni moja kati ya swali ambalo lilikuwa linaulizwa sana. Kwa hiyo bila shaka watu mmefahamu hapo. Ni kwamba aliliwa na mwalimu, na bila shaka mnafahamu historia ya yule mwalimu wake ilikuwaje. Lakini pia wengine wameuliza hapa kwenye jumbe hapa, nikipitia haraka. Kuna mtu mmoja anauliza una kanisa ambalo umekwisha anzisha ama bado upo hapo ufufuo na uzima? Na pia akauliza mtu mmoja, ulifahamiana vipi na mchungaji Askofu Mathias Steven? Mimi sichungi mahali. Mimi nahubiri kila mkoa. Namshukuru Mungu nimetembea karibu Tanzania nzima, naifahamu. Nimehubiri huko. Lakini Askofu Mathias Steven nimefahamiana naye ufufuo na uzima kabla hajawa askofu, kabla hajawa mchungaji. Kwa hiyo ni mtu ambaye tunafahamiana miaka mingi. Okay. Sawa. Kuna mwingine aliuliza hapa kuhusiana na kwamba hao wachawi ambao mlikuwa nao kipindi hicho, wachawi na ambao mlikuwa mnashirikiana kipindi hicho, kuna vita gani ilitokea hapa? Hakuna vita ambayo imekuwa endelevu, na wewe umetaja siri zao kiasi hiki, ni kama umetoboa siri kubwa sana. Hakuna vita ambayo imeendelea kufuatiliwa baada ya muda wote huu? Vita imekuwa ni kali. Yani nitakuwa waajabu nikisema hakukuwahi kuwa na mapigano yoyote, vita yoyote. Kumekuwa na vita vya kiroho sana. Nimekuwa na shida hiyo sana. Nimeshambuliwa mno. Lakini baadaye pia nimewahi baada ya kuwa nimeshinda kiroho, Mungu aliandaa watu wa kunifundisha neno la Mungu vizuri. Wakanifundisha vizuri, nikalelewa kwenye mikono salama ya watumishi wa Mungu, nikaweza kuvishinda vile vita. Lakini baadaye vikahamia mwilini kabisa. Vita vilihamia mwilini kabisa. Nimewahi kuvamiwa, nimewahi kutekwa, nimewahi kupelekwa mahakamani.
Yani kesi inatengenezwa ya makusudi kabisa. Nimewahi kuwa na kesi 9 kwa wakati mmoja zikiendelea kwenye mahakama mbalimbali, lakini zote zimetengenezwa ili kwamba huyu apotelee huko jela. Okay. Nimewahi kuhukumiwa niende jela, nikakata rufaa nikatoka. Ukashinda. Nikashinda. Kwa hiyo na huko nako pia nimeshinda. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu. Sawa. Na kuna mtu mmoja aliuliza hapa kuhusiana na swala zima la kupotea mtoto. Anasema hilo imekuwa shida sana, kupotea watoto wanavyopotea. Alitamani ufundishe hivyo, lakini sema muda sijui kama utatosha, muda ni mchache sana. Wakati mwingine ukipata nafasi pengine unaweza kuelezea. Lakini kuna mtu mmoja kupitia pia mafundisho ambayo umekuwa ukiyatoa na vitu vingi ambavyo umevieleza, kuna mtu mmoja alituma ujumbe mmoja hadi mimi pia nikashtuka kidogo. Anasema sasa mbona kama tumeogopa, umetutisha, ni kama hakuna sehemu ya kutokea. Yani kama ndio hivyo, mbona kila kona sasa tumekabwa, huku vita, huku vita. Sasa atafanyaje mtu ambaye ndio leo ameokoka ama amesikia habari hizi, lakini anaona kama kuna vita kubwa sana, anashinda vipi? Iko hivi. Mtu anapookoka, kwa kawaida, kwa experience yangu, nilivyojifunza, nilivyofundisha, nilivyo experience kwa ujumla, ni kwamba ukiokoka una offer ya, kuna kitu kinaitwa ACED. ACED ni ina tafsiri mbili. Ya kwanza ni kile kipimo kinachopima nguvu za kiroho. Yani wale wachawi magwiji wakubwa, kabla haja kuattack, lazima apime una ACED ngapi. Kile kifaa kinachopima kinaitwa ACED. Lakini tafsiri nyingine ya neno ACED ni ile nguvu yenyewe, ule ujazo wa nguvu ya kiroho. Sasa ujazo haijalishi ni wa kimungu au wa kipepo. Kwanza ukishapima unakuta ACED zipo. Sasa mtu leo anapata ACED 5. Okay. Hadi 7. Inategemea na msukumo wa wokovu wake. Anaweza kuwa na ACED 5 mpaka 7. Ni ofa hiyo ambayo hajaitaabikia. Yani ni automatic. Ni automatic. Ukiokoka tu ukimkiri Yesu leo, una ACED 5 mpaka 7. Ni wachache sana wanafika 8, lakini kiwango inakuwa ni 5 mpaka 7. Sasa ile ndio nguvu ya kiroho ambayo yoyote akikushambulia katika ulimwengu wa roho anakutana na ile ACED 5. Okay. Lakini katika ulimwengu wa kiroho kuna fair play. Sijui nitumie lugha gani. Kuna uwiano, yani kuna uwiano. Kuna mchezo wa uungwana. Kuna uungwana katika mchezo wa vita vya kiroho. Iko hivi, inawezekana mtu huyu aliyeokoka amekaa kwenye wokovu ana mwezi, ana mwaka, lakini wachawi akipima kipimo cha nguvu ya kiroho anakuta ACED labda 15 hivi, au anakuta ana 30. Sasa mchawi anayetaka kukushambulia, yeye labda ana ACED 150. Wewe una 30, yeye ana 150. Maana yake hawa watu ukiwakutanisha, huyu mwenye ACED chache, yani atapigwa kwa sababu amezidiwa mbali mno. 30 kwa 150, hakuna uwiano hapo. Mbali sana. Sasa akitumia nguvu ile ya alionayo huyu mchawi, ACED 150, akampiga huyu mwenye 30, hawezi kumpata kabisa. Hampati hata kidogo. Kwa nini? Kwa sababu amemzidi sana. Lakini akipunguza, akatengeneza 30 inayolingana, akipiga itakupata. Manake utaanza kushindana. Unaona kabisa hapa ninashambuliwa, hapa kuna kitu cha tofauti. Manake na wewe unapambana, mnalingana. Hata akizidi kidogo 5, 7, 10, bado mko kwenye kiwango kile kile. Kwa hiyo wachawi wale magwiji wakubwa wanapima kwanza. Akiona una kiwango fulani, anaandaa inayolingana na kiwango chako. Kwa sababu akizidisha sana, haitakupata. Kuna fair play katika ulimwengu wa roho. Sasa anayeokoka leo ana ACED 5. Ukiwa naye nyumba moja, labda mko pamoja, hebu tuombe, unamfundisha labda kuomba. Wewe una ACED 50.
anakuja mchawi anatengeneza asidi 50. Akipiga itakupata wewe mwenye 50, yule mwenye 5 atafunikwa. Kwamba hii ni mchezo ambao sio wa kiungwana. Hamna fair play hapa. Hii ngoma sio yako. Sio ya kwake. Kwa hiyo unaweza ukashambuliwa wewe mwenye nguvu nyingi, alafu wewe mwenye chache akawa salama. Sasa ikija ya 5 kwako wewe mwenye 50 itaelea. Lakini mwenye 5 atakutana nayo, ataona hapa sasa kama sioni. Hapa nasikia kama koo hapa lina banwa kwenye koo. Nasikia mbavu hapa zinavuta. Yeye inakwenda naye sawa. Maana yake Mungu haruhusu kipigo kinachozidi. Ni fair play. Mwenye 200 akimshushia mwenzie mwenye 20, anampiga kama ilivyo. Ndio kitu cha ajabu. Wakivutana wenyewe kwa wenyewe, akule hamna fair play. Lakini anapokuja huku sasa, anakupiga wewe uliyookoka, kuna fair play kwamba huyu kiwango hapa hajafika. Yaani maana yangu ni kwamba usihofu. Kikikuzidi hakikupati. Ukiona kimekupata ni saizi yako. Yani usihofu. Usihofu kwamba mimi mbona siko moto sana kama fulani. Yeye ana ya kwake, yanayolingana na yeye, na wewe una ya kwako. Maana yake hakuna pigo litakalo kuua, vinginevyo umemwacha Yesu. Pigo lolote ukilisikia ujue ni saizi yako. Kama sio saizi yako aliwezi. Okay. Yeah. Sawa, unawaambia nini sasa wale ambao wana hofu kama hiyo, ambao wanahofia pengine walivyosikia hii ushuhuda wako, wana hofu kubwa sana kwamba hatuko salama? Unawaambia nini kusema? Mimi nawaambia wako salama kwa sababu ya Yesu. Kwa sababu haya ni yale niliyoyaongea tu. Kuna mengi sijayaongea. Ambayo inawezekana siku nyingine nikaongea ukasema hili sikulijua, kumbe nilikuwa nakosea hapa. Pamoja na makosa ulionayo, Mungu anajua unakosea, anajua hujui. Kwa hiyo usiwe na hofu. Bwana Yesu yupo. Lile unalolisikia leo, Mungu ameruhusu ulisikie leo ulijue. Lakini kuna mengi ambayo utakuwa uyajui, utayasikia. Kwa Yesu ni salama sana. Sana kabisa. Okay. Sawa, tunaendelea msikilizaji wetu. Tunazidi kusonga mbele na muda unakimbia kweli, lakini tunaendelea kujibu maswali kati ya yale mengi ambayo yameweza kuulizwa hapa. Kuna mtu mmoja hapa pia aliweza kuuliza, kwa nini usingemrudia Mungu ukiwa kwenye dini yako? Yasini Mjungu kutoka Cheo A. Yeye anauliza hivyo. Kulikuwa na ulazima gani wa kuhama sasa kwamba uokoke? Kwa nini uliamua kuokoka kwamba unamrudia Mungu ukiwa kule? Kuhama ndio maendeleo. Yaani maendeleo yoyote yako kwenye kuhama. Maana yake ni kwamba kwa habari ya dini, nimeisoma dini sana. Nimetumika kwenye dini sana. Nimeshika nyadhifa za dini sana. Lakini haikunisaidia. Sasa kama haikunisaidia, manake lazima nihame ili nione msaada upande mwingine. Okay. Naam. Sawa. Maswali yako mengi sana hapa. Pia kuna mtu mmoja aliuliza, ulizungumzia habari za chuo ambacho kinafundisha masuala mengi ya uganga na uchawi, vitu kama hivyo. Anauliza hicho kinatambulika kiserikali ama ni cha kificho? Kiko wazi, na kama mtu anaenda ambaye siye mchawi kabisa, anaenda anasema mimi nataka kujifunza uganga, kiko wazi. Yani sio cha kificho. Na viko vyuo kadhaa hapa Tanzania. Sio kimoja kumbe. Sio kimoja, viko vingi tu. Na vifahamu. Sawa. Naona maswali yako mengi. Ngoja nipokee na simu kwenye ujumbe mfupi, bado jumbe ziko nyingi hapa. Naomba nipokee simu kadhaa hapa. Hebu piga simu msikilizaji, na kupatia nafasi leo upige simu hapa uweze kuuliza wakati yuko hapa. Kuhusiana na swali lako. Najua mengi hapa yameshajibiwa. Wengi walikuwa na dukuduku hapo, tumeshajibu. Lakini kama kutakuwa na swali lingine kupitia 0746 219677 au 0783 893 ndio namba za kupiga simu hapa ndani. Kuna huyu hapa anaulia. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Mama Nesto huko Kichani. Mama nani? Mama Nesto. Karibu sana. Nauliza kwa hivyo video ambao wanasoma simu yako inakatika kidogo, unasema? Nauliza hivi. Hivyo video ambao wanasoma
Ni vile wanavyosoma hata watoto wetu wa kawaida. Haya sawa, utajibiwa. Tuliandike hilo. Anauliza kama hivi vyuo wanasoma na watoto wetu wa kawaida ama yani sio vyuo vya watoto. Ni vyuo vya mtu mzima, anakwenda kusoma akiwa anajitambua. Anaelewa anachokifanya. Anaelewa anachokifanya. Havihusiani na vyuo vya kitaaluma. Za taaluma ya kawaida. Maana nadhani ndio wasiwasi wake. Okay. Sawa. Huyu hapa anasema ushuhuda, naomba nije hapo getini nimuone mtumishi wa Mungu. Wewe unatamani tu aje hata kuone. Sawa, karibu. Huyu hapa anasema ushuhuda, bwana Tano Usana wa High Camp, tuko pamoja. Okay, sawa, kama tuko pamoja. Kwenye line kuna msikilizaji. Halo? Haya, simu imekatika hiyo. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Halo? Karibu. Amina, unaitwa nani, kutoka wapi? Ongeza sauti kidogo. Nani? Martin? Naitwa Yeremia kutoka Mitendeni. Sawa, hebu punguza sauti ya redio yako tusikilizane. Kwamba mtumishi wa Mungu aliwahi kutuambia habari za nyoka, kama aliwahi kutuambia mnyama kama kicheche. Ambaye alikuwa anamtumia kwa habari ya kumpa taarifa na kukaa naye kumpa taarifa labda kwamba leo kutakuwa na 1, 2, 3. Je, hiyo mnyama alikwenda wapi baada ya kutoka, alimpeleka wapi? Okay, sawa. Anauliza habari za Jaha. Jaha alienda wapi rafiki yako Jaha? Nilipookoka sikumkuta nyumbani. Yaani siku nilipookoka ndio ukasema siku ile kukuta vitu vimevurugika mle ndani. Kwa ndo alikuwa ameondoka naye moja kwa moja. Maana yake sikumkuta. Yaani sikupata nafasi ya kuagana naye kabisa. Sawa. Kwenye line hapa kuna msikilizaji mwingine. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Amina, karibu. Kilipotea, amesema kilipotea kile. Anasema walisemaje kule waliponipa. Kule waliponipa kule. Kule waliponipa ilikuwa sio mtu amenipa. Yaani ilikuwa ni mashindano. Ni kama vile leo mwanariadha sawa ameshinda mbio za dunia, akapewa tuzo, alafu useme siku amestaafu riadha, watasemaje kule? Amestaafu. Yaani ile hata kama nisingekuwa nimeokoka hawana la kusema lolote. Maana ilikuwa ya kwako. Ilikuwa ya kwangu, haiwahusu kabisa. Sawa, bila shaka atakuwa ameelewa. Haya. Halo? Naongea na Baba Clay hapa kutoka Utusini. Ndio. Swali langu ni kwamba naomba anieleze namna watoto wachanga wanavyopotea katika mazingira ya kutatanisha. Tumezungumza hapa, muda wetu hautoshi, pengine kwa wakati mwingine. Anasema ni somo refu sana hilo. Asante kwa hilo. Ni somo refu. Lakini hiyo ipo. Unaweza kugusia kidogo, mtumishi wa Mungu? Watoto wachanga wanasema wanavyopotea. Maana anasema kupitia ushuhuda ule ulizungumzia kwamba utakuja kueleza siku moja wanapoteaje na ni kwa asilimia ngapi. Kupotea kuna namna nyingi, lakini niseme kuna watoto, nizungumzie tu watoto huwa wanaibiwa kabisa kichawi. Yaani mtu anabeba mimba, anaenda kupima, daktari anaona ni mimba kweli kabisa, mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, pengine wa 4, alafu mara imeyeyuka. Anaona mbona sisikii dalili zozote. Akienda kwa daktari anamwambia hamna ujauzito. Vipimo vyote vinaonyesha hana. Wakati vipimo hivyo vilithibitisha yupo, na yeye akathibitisha yupo, maana yake anasikia. Lakini mtu anaweza akaiba mtoto kwenye tumbo la mama mmoja na kwenda kulipeleka kwenye tumbo la mama mwingine. Inawezekana hiyo kabisa. Sawa. Kuna msikilizaji hapa. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Amina, karibu. Naongea na Mwalimu Malewa, niko Ng'ambu huko. Ndio. Mtumishi alieleza kwamba alimshambulia, nafikiri ni mwalimu wangu. Kuna mama alienda ili amwadhibu mmewe. Baadaye akamwonea huruma. Sasa yeye mtumishi alishambuliwa. Yule mama yeye vipi? Akushambuliwa au? Mimi nakumbuka alisema alisamehewa yule mama.
Okay. Yeah. Nabarikiwe sana. Usifanye tubariki sana. Amina. Ni sahihi, lakini si ulisema alisamehewa? Naam. Yeah, yuko hivyo, alisamehewa yule mama. Sawa, muda unakimbia kweli kweli hapa. Huyu hapa anasema ushuhuda, anaitwa Christina, ana swali. Je, muda wote huwa wazazi hawakujua chochote kuhusu kazi hiyo ya uchawi? Yaani muda wote kipindi unafanya, kwa maana nauliza, wazazi hawakuwa wanajua? Tena wanabarikiwa kwa sababu anasema mtoto wetu ni mtaalamu. Mimi nilikuwa na ofisi pale Tanga mjini, kubwa, inafahamika ndani ya Tanga, katika mikoa yote ya Tanzania mpaka nje ya nchi. Kwa hiyo ni kitu kinachofahamika kabisa kwamba kuna mganga wa kienyeji hapa. Sawa. Hello. Karibu. Naongea na Busta Stan toka CLB. Ndio. Swali langu ni kwamba mtumishi wa Mungu amejaribu watu wangapi ambao wameokoka na wamepata madhara gani? Okay. Sawa. Umewajaribu, yani kupima hizo kiwango kwenye vile viwango, kuwafuata watu waliookoka, umewahi kujaribu na ukapata madhara? Kwa viwango nilivyofikia ilikuwa haiwezekani, kwa sababu napima, naweza au siwezi. Siwezi siendi. Unapima kwanza? Napima kwanza, kwa sababu nilipata matatizo kipindi nilipokuwa najifunza nikiwa mdogo. Lakini nilipofika viwango fulani nikamwambia unapima kwanza, asidi, unaweza nenda, huwezi acha. Kwa hiyo ilikuwa haitokei. Okay. Sawa. Kuna msikilizaji mwingine hapa. Halo. Karibu. Jina naitwa James Pole. Ndio James. Mimi nauliza, hivyo chuo wanalipa hela au walipi hela? Wanalipa ada kubwa kuliko chuo chochote unachokifahamu wewe. Wanalipa ada, ni chuo kabisa. Halo. Habari za leo? Mzuri, karibu. Wanasifiwe. Amina. Bwana, mimi naupenda kuuliza swali hivi. Amesema kwamba kuna ile hali ya kujua kwamba vita huwa vinaweza kuhamia mwilini kwa ukishaokoka. Kama vile kupelekwa gerezani, kufungwa, kufanya hivi. Sasa utajitambuaje hizo dalili kwamba sasa hizi vita zimeanza kuhamia mwilini mwangu? Issue sio kutambua. Utambue au usitambue, cha msingi muombe Bwana aviepushe, kwa sababu hata Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ombeni msije mkaingia majaribuni. Kwa sababu swala la kuomba ni kawaida, ni sehemu ya maisha yetu. Kwa hiyo sio busara kwanza wakati tatizo limekuja uanze kutafuta hii ni vita ya rohoni imehamia mwilini au ni maisha ya kawaida. Chochote kinachokuja unachoona hiki sio sawa. Manake je, ukijua ni wachawi ndio wamekutengenezea kesi, utaacha kuomba? Utaomba. Ukijua tu ni jirani yako, yeye sio mchawi, ameamua tu hataki ukae karibu na yeye uhame, utaacha kuomba? Manake maombi yako pale pale. Kumtegemea Mungu kunatakiwa kuwe pale pale. Iwe ni vita iliyoanzishwa na wachawi, iwe ni vita ya jirani, ya ndugu, lakini bado tunapaswa kusimama kwenye zamu zetu. Amen. Amina. Haya, mbili za mwisho, simu mbili za mwisho. Halo? Karibu. Hapa Kiloleni. Ndio. Ile nauliza, alisema kwamba alioa binadamu ambaye alimbadilisha na jini. Je, huyo mdada alimpeleka wapi? Naona alichelewa kipindi hiki. Amechelewa kipindi. Nimechelewa, nilikuwa kanisani zamani, samahani, nimeingia sasa hivi, ila tuko pamoja siku zote. Amina, swali hilo ameuliza mtu hapa muda si mrefu na ameshajibiwa. Sasa labda lingine kama huyo mtu ameshajibiwa. Swali lingine ni kwamba hivyo anasema kwamba nguvu iliyoko kwa mtu anayemwamini Mungu sawa sawa, mchawi hawezi. Sasa labda angetutajia kiwango cha mwisho kabisa cha huyu mlokole ambacho mchawi hamuwezi. Okay, sawa. Ndio. Endelea kusikiliza. Ndio. Kuwezwa au kutowezwa ni wewe mwenyewe umepiganaje vita. Kwa sababu wachawi huwa wanakusanya asidi nyingi sana. Wanabidia kukusanya. Kwa sababu asidi zinapanda kulingana na ibada unazofanya. Kulingana na matukio unayoyatenda. Kulingana na vile unavyoshiriki katika ibada za Mungu wako. Kwa hiyo mchawi naye huwa anaongeza. Okay. Anaongeza. Lakini nimesema kuna fair play. Ipo.
Mungu huwa anawalinda watu wake. Sawa. Haya, naona tumalize tu hapo. Muda wetu umekimbia kabisa. Maswali ni mengi. Ushuhuda vipi? Amewahi kufanya kazi yoyote na marehemu Shehe Yahya Hussein? Na hili uliwahi kulijibu bila shaka. Ulisema yule anaitwa Musa Hussein, sio Yahya Hussein. Yahya Musa. Nimefanya naye kazi. Sio Yahya Hussein. Sio Yahya Hussein. Sawa. Shuhuda, Bwana Yesu asifiwe, anauliza swali, je, mimba zinapopotea nazo inakuaje? Kuna maswali mengine ambayo kupitia ile semina ambayo iliendelea, niliwaambia kwamba alikuwepo hapa na alikuwa na semina inaendelea pale kanisa la Ufufuo na Uzima, na aliweza kuyajibu maswali mengi sana. Kwa hiyo nikukumbusha tu msikilizaji kwamba unaweza kaingia hata kwenye ile akaunti yangu ya YouTube ukaangalia, kuna semina yake ambayo alikuwa anaelezea mambo mengi sana ambayo kulingana na muda hapa hatuwezi kuyamaliza. Maswali yako mengi na muda na wenyewe unazidi kukimbia. Pengine nikupatie nafasi mtumishi wa Mungu hapa, umalizie kupitia ushuhuda huu, kupitia na maswali ya watu wanaouliza, una kitu gani cha kueleza kabla hatujaondoka hapa? Niseme tu kwamba Yesu ni zaidi ya mambo yote. Zaidi ya vyote ambavyo mtu anahangaika navyo. Unajua tunapozungumza hivi, kuna watu saizi wanataka kwenda kwa waganga wa kienyeji, kuna watu saizi wanataka kuroga, kuna watu leo wameshakata tamaa, wamesharogwa mpaka sasa anaona hakuna Mungu. Lakini nikwambie tu, mimi unayenisikiliza, nafahamu ulimwengu wa roho kwa hali ya juu sana, kwa sababu nimeuishi. Lakini nirudie neno ambalo nalisema mara zote, kwa Yesu ni salama sana. Ulimwengu wa roho na ujua, uchawi na ujua, uganga wa kienyeji na ujua. Nimefanya kazi hizo sana. Lakini nikwambie, mahali salama ambapo unasema hii ni salama, salama hapa duniani na salama kesho mbele za Mungu, ni kuwa na Yesu. Nje hapo unapoteza muda. Okay. Yeah. Sawa. Rudia mawasiliano kwa wale ambao wana maswali hapa. Naona kuna simu nyingi pia wanauliza namba yako ya simu. Nirudie mawasiliano. Namba zangu za simu ni 0755 025821. Nirudie. 0755 025821. Asante sana. Basi mimi nikushukuru sana. Wakati mwingine ukipata muda tutakualika ili uweze kueleza mengi zaidi hapa, na najua yako mengi ambayo umesema ulitamani uyaeleze, lakini muda haujatosha, pamoja na miezi 3 ya ushuhuda, lakini bado hayajaisha. Kwa hiyo ukipata nafasi muda mwingine, tafadhali sana uweze kufika hapa. Nashukuru sana kwa ajili ya kueleza. Nashukuru sana. Kabla sijaondoka hapa, msikilizaji, nikukumbushe kwamba kama unaona ushuhuda, unaweza kufika hapa studio kwa ajili ya kuweza kuleta ushuhuda wako, ama kunitafuta katika nambari zangu za simu ili tuweze kupata ushuhuda wako, na namba yangu ya simu ambayo unaweza kanipigia hapa kwa ajili ya kufuatilia uweze kujua mengi zaidi. Kama una swali, una ushauri kuhusu kipindi, pia unaweza kutumia namba yangu ya 0766294335 kwa ajili ya kuuliza maswali mengine mengi. Bye bye.